Sasa leo katika hii mahakama ya hakimu mkazi ya Kisutu iliyoko Dar es Salaam maarufu kama mahakama ya Kisutu yaliitwa mashauri kadhaa. Nitaenda kuyatolea maelezo mawili ambayo mimi ninayasimamia binafsi. Shauri la kwanza ni namba 26388 ambalo linamhusu mshtakiwa. Washtakiwa kadhaa walikuwa 22, lakini wale ambao walikuwa na beba niite sio headline au nini ni Jennifer Jovin almaarufu Nifa pamoja na Ruthi Nelda ambaye ni maarufu kama Strong Icam na wenzake 20. Hawa wanashtakiwa katika kesi ndio itaja namba 26388 ya mwaka 2025 kwa makosa ya kula njama ya kutenda vitendo vya uhaini na uhaini wenyewe. Mtakumbuka ilipoahirishwa mara ya mwisho tulikuwa tumetoa hoja 2-3 za kisheria, na leo ilikuwa imeitwa kwa ajili ya kutolewa uamuzi tarehe 25, kwa maana kwa mara mwisho iliitwa tarehe 11, mtakumbuka. Sasa leo mbele shauri limeitwa mbele ya Mheshimiwa Aaron Lyamuya, na upande wa mashtaka umetoa hoja kwamba hawana nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya washtakiwa 20 katika kesi hiyo, isipokuwa mshtakiwa anaitwa Mika Chavala pamoja na ambaye ni mshtakiwa namba 17 nafikiri kama nakumbuka vizuri, pamoja na mshtakiwa wa kwanza Jennifer Jovin almaarufu Nifa. Of course hawajatoa sababu za kwa nini hawa watu wawili, Mika Chavala mshtakiwa namba 17 pamoja na mshtakiwa wa kwanza Jennifer Jovin almaarufu Nifa, wao hawajafaidika na hiyo huo utaratibu. Kama nilivyosema hapo awali, mkurugenzi wa mashtaka na mamlaka chini ya kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kufuta shtaka lolote la jinai linaloendeshwa katika mahakama yote Tanzania ambalo lipo kwenye hatua yoyote ile kabla ya hukumu. Kwa hiyo kama nilivyosema, hao 20 wamefutiwa mashtaka, na bahati mbaya anapo sheria haimpi ulazima haimpi DPP obligation ya kutoa sababu za kwa nini anafuta mashtaka. Kwa lakini mahakama imerekodi kwamba mashtaka yamefutwa dhidi ya 20 na hao wengine wawili mashtaka yao hayajafutwa, kwa hiyo kesi yao inaendelea. Way forward, well, ukiwa wakili kwenye kesi kama hizi, unapowakilisha vijana kama Nifa na kama huyu Mika Chavala, na kwanza unakuwa kama kaka sasa Kwa hiyo lazima unajaribu kumjenga kisaikolojia, kwa sababu kibinadamu tu mnapokuwa 22 kama kundi alafu wenzako 20 wanafutiwa mashtaka na hujui sababu hasa za msingi kwa nini wewe na mwenzako mmebakishwa. Kazi ya kwanza ni kujaribu kumjenga, lakini naamini amejitahidi kulielewa, na majukumu yetu sasa kama nilivyosema ni kuendelea sasa na safari ya kisheria ya kumpigania Nifa pamoja na mwenzake Mika Chavala kwenye hii kesi, ili tuweze kuona kwamba linapatikana hitimisho ambalo mwisho wa siku litasababisha na wao pengine waungane na wenzao kwa mjibu wa sheria katika siku ambazo tunatumaini hazitakuwa nyingi sana. Tutatumia uwezo wetu wa kisheria na taasisi nyingine labda zitaendelea kufanya majukumu ya kisheria, na mwisho wa siku tuone namna gani tunaweza tukawasaidia kisheria. Mimi nasisitiza kama wakili, jukumu letu ni kutumia mbinu za kisheria. Kama kuna yapo ambayo yanafanyika na taasisi nyingine, hayo ni ya kwao, ambapo sisi hatuna namna ya kuya influence. Lakini kwa hapa lilipo sasa hivi tutaendelea na tumetoa taarifa mahakamani, na ndio maana tumeomba hii kishauri lisiende mbali sana. Tumeomba liletwe tarehe 3 mwezi wa 12 ili tuweze kuchukua hatua za ziada za haraka katika kuhakikisha kwamba Nifa naye safari yake haiwi ndefu sana. Kwa hilo ni shauri la kwanza. Kuna shauri lingine la ambalo namba 26387 na mwaka 2025 Paulina Palangio na wenzake, au kuna Benadetta Liza, wenyewe washtakiwa walikuwa 94, lakini bahati mbaya leo mahakamani wameletwa washtakiwa 92. Upande wa mashtaka umedai kwamba hao watu wamesaulika magereza. Sio swala langu, ninatoa taarifa iliyojiri. Kwa hiyo na yenyewe katika kesi hiyo wameachiwa jumla ya watu out of kwa sababu wamebakishwa washtakiwa 4. Wamebakishwa washtakiwa 4 ambao sitawachosha kutaja majina yao, lakini ni washtakiwa 4 ambao na wenyewe kama katika shtaka kwenye kesi ya kwanza ya Nifa nao wamebakishwa, na wao pia jukumu letu sasa kama nilivyosema ni
sisi kama mawakili kuendelea kutumia ujuzi wetu, taaluma yetu, mbinu zetu za kisheria kuhakikisha pia wanao tunalinda maslahi ya kisheria ili hatimaye na wao safari yao isiwe ndefu sana. Narudia tena, ufutwaji wa kesi umejengwa na sheria. Mamlaka hapo kwa DPP amepewa hiyo prerogative, anaitumia vigezo gani yeye ndo anafahamu, na sisi sio jukumu letu kutoa comments. Professionalism inatuongoza kwamba as long as ametumia mamlaka kwa namna alivyotumia, basi tumepata kile kidogo, tumepokea kidogo ambacho tumekipata kwenye kundi hilo. Tunaamini kwamba tumetoa mchango angalau kidogo kwenye kuwakomboa hawa vijana wadogo, na ndio maana umeona kuna wengine angalau mmoja nimeona strong high kama amesubiri kutushukuru wengine of course wameondoka kwa furaha, tunaelewa, lakini kesi mmoja wawili wakati tunamalizia kesi nyingine wamenini. Kwa hiyo tutaendelea kuhakikisha kwamba hawa wanne pamoja na wale wawili kwa pamoja katika hizo kesi mbili tofauti tunajitahidi kama kusema kutumia mbinu mbalimbali na ujuzi wetu na uzoefu wetu kuhakikisha kwamba na wao safari zao haziwi ndefu sana, iwe kwenye mahakama hii au iwe kwenye mahakama kuu, wakati ambavyo maelekezo ya sheria yalivyo.